Watu wengi duniani wanapigana vita isiyoonekana, vita ya ndani, kati ya sauti mbili zinazoishi ndani yao. Sauti ya kwanza inasema unaweza, na sauti ya pili inanong'ona, huwezi. Ni vita ambayo kila mtu hupigana, kimya kimya. Lakini kuna ukweli mmoja rahisi, ule unayechagua kuisikiliza ndio unaamua maisha yako yatakuwa ya namna gani. Kuna siri kubwa sana ambayo wengi hawaijui. Maisha yako ya nje ni kioo cha kile unachoamini ndani yako. Unachoamini ndicho unachokiona. Unachokiona ndicho unachofuatilia. Na unachofuatilia ndicho unachokipata. Kila mafanikio, kila upendo, kila furaha, yote yalianzia katika akili ya mtu aliyeamini kwamba inawezekana. Watu wakubwa hawakuanza wakiwa na kila kitu. Walikuwa na kitu kimoja tu, imani ndani yao. Fikiria hili. Kila unachofikiri, kila unachojirudia, kinaingia moja kwa moja kwenye akili yako ya ndani, sehemu ambayo haina ubishi, haina mantiki, bali na nguvu ya kuumba hali yako ya maisha. Unapojirudia, mimi siwezi, akili yako ya ndani inaanza kujenga hali ya kutoweza. Lakini unaposema ninaweza, nitajifunza, nitafanikiwa, akili yako inaanza kufungua njia, inakutengenezea fursa, inakuvutia watu na matukio yanayolingana na hiyo imani yako mpya. Ulimwengu una nguvu isiyo na mwisho, lakini nguvu hiyo haiwezi kufanya kazi mpaka uamini. Imani ni kama funguo, inafungua milango ya mafanikio na pia inaweza kuifunga ikiwa utaitumia vibaya. Kama unaamini hautafanikiwa, basi akili yako itafanya kila kitu kuhakikisha unakuwa sahihi. Lakini ukianza kuamini kwamba una uwezo, kila seli ya mwili wako itaanza kutii hiyo amri. Kila kitu unachokiona leo kilikuwa wazo tu jana. Magari, majengo, biashara, muziki, teknolojia, yote yalianza katika akili ya mtu mmoja aliyesema, naamini naweza kufanya hili. Wengine walicheka, walibeza, walitilia shaka, lakini imani ni kama mbegu. Haijali kelele, haijali dharau, haijali mazingira. Ikiwa utailima kwa uthabiti, siku moja itamea. Hata kama dunia nzima haioni dalili. Wengi wameshindwa si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu wameamini hawana uwezo. Wameweka mipaka yao wenyewe, kupitia hofu, mashaka na maneno ya watu. Lakini kumbuka, hakuna mtu anayeweza kukuondolea nguvu yako ya ndani ila wewe mwenyewe. Ukikubali kwamba wewe ni mdhaifu, akili yako itatii. Lakini ukiamua kuamini kwamba wewe ni mwenye nguvu, akili yako nayo itatii. Imani ni kitu cha ajabu. Haitaki ushahidi. Inataka tu uanze kuamini kabla hujaona. Hapo ndipo nguvu ya ajabu huanza kufanya kazi. Nguvu ambayo huunganisha mawazo yako na matokeo halisi. Kila asubuhi unapoamka, unakutana na chaguo moja. Kuendelea kuamini kwamba maisha ni magumu au kuanza kuamini kwamba maisha yanawezekana. Uchaguzi huo mdogo ndio unaamua mwelekeo wa siku yako, wiki yako na hatimaye maisha yako yote. Hakikisha unalisha akili yako kwa maneno ya ujasiri, si maneno ya hofu. Maneno yako ni mbegu. Ukirudia mimi siwezi, unalima udongo wa kushindwa. Lakini ukirudia mimi ninaweza, unapanda mbegu ya mafanikio. Usisubiri wengine wakuhimize, jipe nguvu wewe mwenyewe. Usisubiri mazingira yabadilike, anza yabadilisha ndani yako. Ulimwengu wa nje ni kioo cha ulimwengu wa ndani. Kuna siri moja ya ajabu, akili yako ya ndani haina tofauti kati ya ukweli na imani. Ikiwa utaamini kwa moyo wako wote kwamba unaweza, akili yako itatafuta kila njia kuhakikisha hilo linakuwa kweli. Ikiwa utaamini kwamba wewe ni maskini, akili yako itahakikisha inabuni kila hali ya kukufanya ubaki hivyo. Ndio maana watu wawili wanaweza kuwa kijijini kimoja kwenye mazingira yale yale, lakini mmoja awe tajiri na mwingine maskini. Tofauti haipo kwenye ardhi wala elimu, bali kwenye imani walizoamua kubeba ndani yao. Huwezi kuvuka mpaka ambao akili yako haijaridhia. Huwezi kufika mbali zaidi ya kiwango cha imani yako. Lakini ukiinua imani yako, kiwango cha maisha yako pia kitainuka. Hata katika safari yako ya ndoto, hautahitaji kila kitu mwanzoni. Unachohitaji ni kitu kimoja, kuamini kwamba unaweza. Imani hiyo mdogo ni kama cheki ya moto. Inapowashwa,
inakuwa moto mkubwa wa utubu, msukumo na mafanikio. Unapokutana na vikwazo, usikimbie. Vikwazo ni sehemu ya safari ya imani. Kila kizuizi ni mtihani unaouliza, je, bado unaamini? Ukikata tamaa, unakubali kushindwa. Lakini ukiamua kuendelea kuamini, hata ukiwa peke yako, mlango wa ajabu utafunguka. Watu wengi wanataka kuanza, lakini wanaogopa. Wanataka kubadilika, lakini hawaamini kama wanaweza. Lakini kumbuka hili, hakuna mtu anayeweza kukuondolea nguvu yako ya ndani ila wewe mwenyewe. Ukikubali kwamba wewe ni mdhaifu, akili yako itatii. Lakini ukiamua kuamini kwamba wewe ni mwenye nguvu, akili yako nayo pia itatii. Wacha imani yako iwe kubwa kuliko hofu yako. Wacha maono yako yawe makubwa kuliko mashaka yako. Wacha kila wazo hasi lishindwe mbele ya neno moja, naamini. Kwa sababu ndani ya kila mtu kuna nguvu isiyopimwa, nguvu inayosubiri tu amri yako ya kwanza ya imani. Ikiamka, hakuna litakaloshindikana. Ikilaza, maisha yako yatabaki katika kivuli cha uwezo wako halisi. Ukweli ni huu, ulimwengu haumpi mtu kile anachotaka, bali humpa mtu kile anachoamini anastahili. Kwa hiyo jiulize leo, unaamini nini juu yako? Unaamini wewe ni nani? Unaamini unaweza kufika wapi? Kila kitu kitategemea jibu lako, kwa sababu maisha yako ya kesho yanaanza na imani unayochagua leo. Amini, simama, tenda, na uone jinsi dunia itakavyoinama mbele ya nguvu ya mtu mmoja anayeamini ndani ya mwenyewe. Usisahau kusubscribe kwenye channel hii ili usikose video mpya kila